Kwenye mchezo wa kwanza wa AFCON tumeshuhudia Taifa Stars iliweza kupigika magoli 2-1, lakini licha ya kipigo hicho tuweza kushuhudia outstanding performance za wachezaji wengi sana, ikiwemo wachezaji ambao wanatoka katika klabu ya Young Africans. Nipo na Eliza, tuko hapa kwa ajili ya kutathmini sasa viwango vya hao wachezaji kwenye timu ya taifa na hasa katika michuano ya AFCON 2025 kule nchini Morocco. Eliza, mambo vipi? Safi kabisa. Kwema. Kabla tujaanza kipindi ulinionyesha kwanza kuna picha hivi nikasema wow. Victor Osimhen anamkumbatia Ibrahim Baka. Kwa kweli ile inaashiria nini, Eliza? Kwanza ni fair play kwa wachezaji. Ndio Ambayo wanakuwa wanaionyesha baada ya mchezo kutamatika kwamba yote kwa yote ndani ya dakika 90 tumepapatuana uwanjani, haijalishi umeifanyia alafu nimekufanyia alafu, tumejibizana vibaya. Hiyo yote ni katika kulitetea kila mtu taifa lake. Lakini mchezo umemalizika, lazima tuionyeshe fair play, na unatakiwa utambue mchezo wa mpira wa miguu ndio mchezo ambao huwa unawakutanisha watu waliopigana, waliokwazana, lakini bado mwisho wa siku mchezo wa miguu wa mpira wa miguu unawarudisha kwenye kuwa kitu kimoja. Tunakumbuka hata mwaka 2007 kama sikosei, kama sio 2017, Didier Drogba aliwahi kuutumia mpira kumaliza vita ya Ivory Coast ambayo ilikuwa imetokea pale nyumbani kwao. Kwa hiyo ililazimu kuitisha mechi dhidi ya Ivory Coast dhidi ya Madagascar, ambayo hiyo mechi ilipelekwa kwenye viwanja vya jeshi ikafanyika pale, na wakaweza kuondoa utofauti uliokuwepo wa kivita pale nchini Ivory Coast, na wanajeshi walipiga chini magoti na kunyenyua silaha juu, na wachezaji wakapiga chini magoti, ikionyesha wamemaliza ule mzozo uliokuwepo pale nchini Ivory Coast. Kwa hiyo mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unawakutanisha watu wote ambao walikuwa wametofautiana, walikuwa wamepigana, lakini bado mwisho wa siku mpira unapotamatika lazima wanakumbatiana. Likitokea jambo lolote kwa mataifa ya wenzetu yaliyoendelea hata Ulaya, tunaona ikitokea hata mashabiki wanapigana kwa taifa lililoendelea, ule mchezo huwa unasimama. Tuliwahi kuona kuna kipindi ilikuwa inacheza Argentina nadhani na taifa la Suarez, lakini baadaye ilitokea sintofahamu ambayo mashabiki walikuwa wanapigana, wengine wanamsema mama yake Suarez, lakini bado yote kwa yote baada ya mpira kutamatika lazima watu wanakumbatiana. Hiyo yote ni kutokana na kuonesha kwamba baada ya mpira huwa kuna maisha yanaendelea. Isije ikatokea tukatofautiana uwanjani, mimi nikaja kupata shida, niko katika mazingira tofauti na ya mpira, ukashindwa kunisaidia au mimi nikashindwa kukusaidia. Kwa hiyo Victor Osimhen kumkumbatia Ibrahim Baka, kwanza ni kuappreciate alichokifanya Ibrahim Baka uwanjani. Pia ni fair play ambayo tunaizungumza, be positive ambayo inakuwepo kwenye sheria za FIFA kwamba cheza mpira, lakini tambua kwamba kuna urafiki baada ya mpira. Kwa hiyo mimi nadhani Victor Osimhen aliweza kumkumbatia Ibrahim Baka na Ibrahim Baka akampokea kwamba yale yalikuwa ni ya uwanjani. Sasa hivi tumemaliza, tunaangalia mechi inayofuata. Yote kwa yote bado sisi tutabaki kuwa kama binadamu. Iko siku tutakutana katika mazingira mengine, aidha ya mpira au yasiwe ya kimpira. Sasa watu wengi wanasema kwamba labda ni kwa sababu ya outstanding performance, kwa sababu kwanza tukiangalia Baka amejitengenezea profile. Tukumbuke kwamba alishaye kumkaba Girassi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia leo tunaona anamkaba Victor Osimhen. Ukiangalia ni wachezaji ambao wana profile kubwa sana, lakini vipaji vyao ni vikubwa na washacheza katika ligi kubwa na wamesha prove. Na ukiangalia Ibrahim Baka walivyokuwa nakabana na Victor Osimhen, ilikuwa mechi yani sio battle ya kawaida, ilikuwa ni battle kubwa sana. Kwa hiyo unamzungumziaje kiwango cha Baka na namna gani ambavyo amekuwa akifanya Young Africans majukumu yale kwa kiwango kile anaenda kuyatekeleza kwenye timu ya taifa kulinganisha na wachezaji wengine kwenye eneo la ulinzi? Kwanza mimi sijawahi kuwa surprised kwenye vitu vinavyotokea duniani. Naamini kitu ambacho anakifanya Baka, haijalishi ya mkabe Haaland ya mkabe Messi, naamini ni kazi yake na ni wajibu wake kufanya, ila anakuwa anajiandaa zaidi kwamba ninayeenda kumkaba ana experience zaidi ya wale ninaokuwa na wakaba mara nyingi, kwa sababu huyu Baka alionyesha kiwango hiki kwenye michuano iliyopita ya AFCON pale nchini Ivory Coast, na bado jina lake likabaki pale nchini Ivory Coast. Kwa hiyo mimi nadhani Baka ameifanya kazi yake
yake na ukizingatia kwenye eneo analocheza na anajua umahiri wa wachezaji wa kina Victor Osimhen, kina Guirassy wa Dortmund, wanajua ni jinsi gani wamemachua kwenye engo ya mpira kwamba huyu nikimpa nafasi kidogo anaweza kuniadhibu, aidha kwa kutoa pasi au kwa kufunga moja kwa moja au kwa kuniadaa mimi au kunilazimisha mimi nifanye makosa ambayo yataweza kumnufaisha yeye. Kwa hiyo mimi siwezi kulizungumzia sana, nitaonekana kama bado yani kitu ambacho kimeishaonesha ubora wake ukawa unakizungumzia sana ni kama unakufuru. Kwa hiyo uwezo wa Baka, uwezo wa Mwamnyeto na uwezo wa Dickson Job ni uwezo ambao unakuwa unajielezea wenyewe pale wanapokuwa wamepata nafasi ya kutumikia hicho kitu kwa wakati huu. Kwa hiyo siwezi kuzungumza sana kumzungumzia Baka kwa sababu ana performance wise automatically kitu ambacho anakuwa anakifanya, anajiamini, anafuata kitu kwa usahihi, haijalishi pale inapotakiwa afanye rafu kwa ajili ya timu anafanya hivyo, anapotakiwa kukaba kwa umakini au kwa akili anafanya hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani siwezi kulizungumzia sana kisa Victor Osimhen anacheza Ulaya, sijui Guirassy anacheza Ulaya, wakati najua wote ni wacheza mpira kwa sababu Baka ni mcheza mpira, anacheza kwenye eneo la ukabaji ambalo ni eneo la ulinzi. Guirassy anacheza kwenye mpira, anacheza kwenye eneo la ushambuliaji. Victor Osimhen anacheza kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo naamini iko siku watakutana. Kwa hiyo mimi sijawahi kuwa surprised na kitu chochote kwa sababu kama uko chini ya jua, kama uko dunia hii, uko kwenye engo ya mpira, ni lazima iko siku mchezaji wako atakutana na mchezaji mwingine ambaye wewe unamwamini ni wa viwango vya juu duniani. Sasa ni wakati sasa hivi wa Ibrahim Baka kupiga step nyingine mbele kwa sababu ipo Young Africans na tushaona amekuwa akipambana na wachezaji ambao wana profile kubwa, Guirassy, sijui Victor Osimhen na wachezaji wengine. Sasa ni muda sahihi wa kuondoka Yanga kwenda zaidi one step ahead. Kwa mfano labda tukizungumzia kuna baadhi ya wachezaji kama kina Enonga tuliwaona kwenye nafasi yake, walitoka Simba wakaondoka, wachezaji wengine walishatoka kina Mayele walikuwepo Yanga wakaondoka. Kwa hiyo ni wakati sahihi na sasa hivi Baka kuondoka Yanga kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine kwa sababu profile yake sasa hivi nadhani kwa ulivyozungumza hadi Ara anaweza kumkaba, kwa maana sasa profile au uwezo wa Baka anaweza kucheza mpira sehemu yoyote ile. Kwa hiyo unaona ni wakati sahihi kwa huyu mchezaji bwana Yanga wamwachie akatafute malisho sehemu nyingine. Unajua ili mchezaji aweze kuondoka ni lazima kuwe na timu ambayo imeonyesha nia ya kumhitaji huyo mchezaji. Lakini kama hamna timu ambayo imeonyesha nia ya kumhitaji huyo mchezaji, hapana sababu ya huyo mchezaji kuondoka. So mchezaji anayetoka anaenda kutafuta timu. Ila timu ndio inakuwa imevutiwa na performance yake. Na pengine njia nyingine ni wale wanaomsimamia kwenda kumtafutia mchezaji yule timu. Wakiipata timu wanamruhusu anaenda kufanya trial, akifanikiwa anaweza kwenda kuitumikia hiyo timu anayokuwa amekwenda kufanya trial. So ikitokea timu yoyote imemhitaji ni wakati wa yeye kuondoka. Lakini rai yangu ni kwamba timu za Afrika hasa za ukanda wa kaskazini siwezi kumshauri kwa sababu timu za ukanda wa kaskazini tumeona wachezaji wengi wameenda na wamerudi. So ikija timu kutoka bara la Amerika, ikija timu kutoka bara la Asia, ikija timu kutoka bara la Ulaya, it is okay, anaruhusiwa kwenda, lakini so kwa bara la Afrika hasa kwenye ukanda wa kaskazini mtakuwa ni mtu wa mwisho kuamini kama Baka anaweza kwenda kucheza kwenye ukanda wa kaskazini. Sio kwamba uwezo hana, uwezo anao, lakini vipi mpira wa ukanda wa kaskazini una support yeye kwenda kucheza pale? Akifika atapata namba kwa sababu umri wake bado tunahitaji kumuona akiendelea kusurvive kwenye mpira, haijalishi kwa kutokea benchi au kuanza moja kwa moja na akaonyesha kiwango kwa sababu bado tunamhitaji kwenye timu ya taifa. So vipi akienda pale Wydad akaenda akakaa benchi, tutakuwa tunapoteza kiwango kwenye engo ya timu ya taifa. Vipi akienda Al Ahly, vipi akienda? Kwa hiyo ije timu ambayo ana uhakika wa kupata namba ambayo itamfanya yeye awe na mwendelezo mzuri. Anaweza akaenda Ulaya na akakaa benchi lakini akapata experience kwa sababu mchezaji anayekaa benchi nchini Ulaya ana uwezo wa kuja kuanza kwenye national team kikosi cha kwanza. Kwa sababu Jackson Nicholas wa Senegal sasa hivi haanzi kwenye kikosi cha kwanza cha Bayern, lakini jana yeye ndo kawa tishio kwenye mechi dhidi ya Botswana. Unaangalia wachezaji wengi
ambao wanacheza nje, wanaocheza Ulaya. Sio regular starter kwenye kikosi cha kwanza kwenye timu wanayocheza. Lakini mwisho wa siku wakija Afrika wanakuja wanaleta kitu, wanakuja wanapambania timu zao na wanaweza kufanikiwa kwenda hatua inayofuata. So ikija timu kwa mimi ninavyofikiria kutoka bara ninalolifikiria basi aachiwe, lakini so kwa bara la Afrika alafu kwa ukanda wa kaskazini itakuwa sio sehemu rafiki kwake kwenda kusurvive. Sawa, na tukimalizia na kuangalia baadhi ya viwango vya wachezaji wengine wa Young Africans, ukiangalia Mwamnyeto alianza jana kwenye kikosi cha Taifa Stars, sio kawaida. Jobu aliingia baada ya hesabu na mwalimu akaweza kucheza na walinzi wote watatu kutoka Young Africans. Lakini ukimwangalia Mohamed Hussein naye pia. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo Young Africans imekuwa na wachezaji ambao kwenye kujilinda au walinzi ambao wana viwango vikubwa sana. Na nataka nipate sasa maoni yako kuhusiana na wachezaji ambao walobaki. Ukimwangalia labda Jobu, Mwamnyeto alianza pia, lakini pia Mohamed Hussein. Kwa kweli unatazamaje kwa viwango vya wachezaji katika mchezo wa jana? Nirudie kusema kwamba nikiendelea kuzungumza kitu ambacho wanakionyesha kila kukikucha nitakuwa na kufuru, kwa sababu Mohamed Hussein nani asiyejua ubora wake? Bakari Nondo Mwamnyeto nani asiyejua ubora wake? Ni vile hapa katikati alikuwa anapitia wakati mgumu baada ya Baka kupewa nafasi kwenye mechi dhidi ya Club Africain pale Tunisia. Young Africans dhidi ya Club Africain kuweza qualify kwenda hatua ya makundi, ndio siku ambayo Mwamnyeto amekuwa anaingia toka nyingi. Jobu ndo amekuwa akitumika sana. Jobu alikuwa akichaguliwa sasa acheze na Mwamnyeto au acheze na Baka. Asilimia kubwa amekuwa akicheza na Ibrahim Baka. Kwa hiyo mimi nadhani siwezi kuizungumzia sana kwa sababu ni wachezaji ambao tayari wamesha prove vitu ambavyo wanavionyesha. So mpaka sasa hivi Young Africans ndio timu pekee haijaruhusu goli kwenye michuano ya kimataifa. Nadhani wako wawili, yeye na Pyramids, na kwenye ligi ya ndani ameruhusu goli moja. So unaangalia ni jinsi gani wako makini kwenye eneo la ulinzi. Siwezi kulizungumzia sana. Eliza bwana anamaliza hivyo, hana maneno mengi, lakini ameweza kufafanua na kuchambua kwa kina sana kuhusiana na viwango vya wachezaji, hasa Ibrahim Baka. Amesema kwamba Ibrahim Baka anamuona akicheza sehemu yoyote na akikabana na mshambuliaji wote tishio duniani. Amemtolea mfano Erling Braut Haaland ambaye tunamfahamu bwana huyu ni mtaalamu wa kufumania nyavu kweli kweli. Ni kwamba ninasema ni amezaliwa kufunga Haaland, lakini Ibrahim Baka anaweza kabana naye, ni kwa mujibu wa Eliza hapa. Mimi naitwa Nalinga Mfaume, nilikuwa na Eliza.